Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo tarehe 13 mwezi wa 3 2026 katika juma la 3 la kipindi cha Kwaresma mwaka A, mwaka wa Kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Hosea sura ya 14 aya ya 2 hadi ya 9. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi 34. Karibuni tusikilize Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi 34. Mmojawapo wa waandishi alifika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwafaa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Na Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsalia neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Karibuni tusikilize tafakari ya Injili tuliyoisikiliza. Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi 34 inatupatia mazungumzo ya muhimu sana kati ya Yesu na mwandishi mmoja wa sheria. Sehemu hii ni kiini cha mafundisho ya Kikristo kwa sababu inazungumzia amri iliyokuu kuliko zote. Katika mazingira ya Wayahudi wakati ule, kulikuwa na amri nyingi ndani ya sheria ya Musa. Watu walijadili ni ipi iliyo muhimu zaidi. Ndiyo maana mwandishi huyu wa sheria anamwendea Yesu kwa swali la msingi: amri ya kwanza katika zote ni ipi? Swali hili halikuwa la mzaha, lilikuwa swali la kiimani na la kimaadili. Yesu anatoa jibu ambalo linaunganisha Agano la Kale lote katika neno moja: upendo. Yesu anaanza kwa kunukuu maneno ya imani ya Kiyahudi yaliyopatikana katika Torati: sikiza, e Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 4 hadi ya 5. Kauli hii inaweka msingi wa imani ya Mungu mmoja. Hapa Yesu anakumbusha kuwa Mungu si mmoja kati ya wengi, bali ndiye wa pekee, wa kweli na anayestahili ibada yote. Katika maisha ya leo kuna miungu mingi ya kisasa ambayo ni fedha, madaraka, sifa, anasa na hata nafsi zetu wenyewe. Yesu anatukumbusha kuwa Mungu anataka nafasi ya kwanza moyoni mwetu. Wapendwa ndugu zangu, kuamini kuwa Mungu ni mmoja kuna maanisha kwamba kumtumainia yeye peke yake, kutegemea nguvu zake badala ya hila za dunia, kuishi maisha yanayoonyesha kuwa yeye ndiye kipaumbele cha kwanza. Yesu anaendelea kusema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hii inaonyesha kuwa upendo kwa Mungu haupaswi kuwa wa sehemu tu. Yesu anasisitiza kwamba tunapaswa kujitoa bila kujibakiza, na ndiyo kusema kwamba kwa moyo wote maana yake
ni kitovu cha maamuzi ya hisia. Kumwomba Mungu huku moyo ukiwa umejaa chuki, wivu, kiburi, si upendo wa kweli. Mungu anatafuta moyo safi na wa kweli. Kwa roho yote inamaanisha kwamba ni kumkabidhi Mungu maisha yetu yote, si wakati wa maadhimisho matakatifu peke yake, bali ni kila siku. Akili zote Mungu anataka pia tumtumie kwa kufikiri kwa hekima. Imani si ujinga, ni uelewa unaoongozwa na ukweli. Tunapaswa kufikiri, kutafakari na kufanya maamuzi kwa kuzingatia mapenzi ya Mungu. Anazidi kusema kwa nguvu zote, hii inahusu matendo yetu wenyewe. Upendo wa kweli huonekana kwa matendo. Tunamtumikia Mungu kwa juhudi zetu, kazi zetu na huduma zetu kwa wengine. Hivyo Yesu anatufundisha kuwa maisha yote ya mwanadamu yanapaswa kuelekezwa kwa Mungu. Yesu hakuishia hapo, anaongeza, na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Wapendwa wana wa Mungu, hii inaonyesha kuwa upendo kwa Mungu hauwezi kutenganishwa na upendo kwa mwanadamu. Kumpenda jirani kama nafsi yako kunamaanisha kupenda mambo yafuatayo: kumheshimu kila mtu kama kiumbe aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu, kutotenda unachochukia kufanyiwa, kusaidia pale unapoweza, kusamehe pale unapoonewa, kufariji kuliko kufarijiwa. Katika jamii zetu leo, migogoro, chuki, ubaguzi na fitina hutokea kwa sababu upendo wa kweli umepungua ama haupo kabisa. Yesu anatuita turudi katika msingi wa upendo. Mwandishi wa sheria anakubali jibu la Yesu na kusema kuwa kumpenda Mungu na jirani ni bora kuliko sadaka zote. Hili ni fundisho muhimu, na Mungu hapendezwi na ibada za nje tu ikiwa ndani hakuna upendo. Unaweza kuimba sana, kusali au kutoa sadaka kwa wingi, lakini kama una upendo, ibada yako haina thamani mbele za Mwenyezi Mungu. Yesu anamwambia yule mwandishi, wewe huu mbali na ufalme wa Mungu. Hii ina maana kuwa kuelewa umuhimu wa upendo ni hatua kubwa kuelekea wokovu. Tafakari hii inatualika kujiuliza maswali ndani yetu. Je, ninampenda Mungu kwa moyo wangu wote au ni kwa mazoea tu? Je, ninawaonea watu wivu, chuki au dharau? Je, matendo yangu yanaonesha upendo wa Kristo? Upendo ni alama ya Mkristo wa kweli, si maneno bali matendo. Si maadhimisho ya Dominika pekee, bali ni maisha ya kila siku. Injili hii inatufundisha kuwa sheria yote na manabii wote wanategemea amri hizi mbili: kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Hizi ndizo nguzo imani za Kikristo. Tunapozishika tunaishi karibu na ufalme wa Mungu, na tunapozipuuzia, hata tukifanya mambo mengi ya dini, tunakuwa mbali na kusudi la Mwenyezi Mungu. Basi tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kumpenda kwa moyo wote na kuwapenda jirani zetu kwa dhati. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa mashahidi wa kweli wa Injili katika dunia ya leo na hatimaye kuurithi ufalme wa mbinguni, ambako ndipo yalipo makao aliyotuandalia Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na Frateri Gudian Prosper Bahati kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Jimbo Kuu Tabora.